Ndugu zangu wa Tanzania, pamoja na hali tunayoipitia kama taifa, ukifunuliwa yaliyo nyuma, unaweza ukaona bado kuna mkono wa Mungu unatubeba, ingawa hatustahili kama taifa. Jana tarehe 29 mwezi wa kwanza mwaka 2026, kuna mambo yalinishangaza sana baada ya kuyajua. Na ninaomba nianze kwa lugha hii ambayo naweza nikaeleweka kwa watu ambao wana imani kwa Mungu na hata wapagani ambao hawana imani kwa Mungu. Lakini naomba nianze na Mungu kwa maombi ya dakika moja. Mungu uliye hai, wewe uliyeweza kumpa hekima Sulemani akawashangaza watu wote duniani, lakini pia wewe uliyeumba mbingu na nchi, ni wewe peke yako uwezaye kufanya mambo makubwa na kuyafunua tusiyoyajua ili tuyajue. Ninaomba uniongoze kunena kwa neema na hekima na uongozi wa Roho Mtakatifu. Ni katika jina pekee la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Nianze kwa kurejea hivi kwenye maisha yetu ya Kiafrika kabla ya dini kuenea tena kwa mara ya pili katika bara la Afrika. Tuliishi maisha ya kwenda kwa waganga, ambapo ukienda kwa mganga unashangaa anakwambia mambo ya maisha yako hata ambayo wewe hukuyajua. Anaweza kukwambia hata maisha ambayo mambo yaliyotokea kwa mababu zako, na ukija kuulizia kwenye historia unaambiwa ni kweli hili lilitokea. Lakini pia hata yale mambo ambayo unajua kabisa huyu mganga hanifahamu na wala hana ushirika wa karibu na ndugu zangu, bado anaweza akakwambia mambo ambayo yametokea kwenye maisha yako ambayo wewe hujamwambia. Kwa nini anaweza akajua maisha yako ambayo wewe hujamwambia, na hata yale ya nyuma ambayo hata wewe huyajui? Ni kwa sababu maisha yetu ya ulimwengu wa huu mwilini yanafunuliwa pia katika ulimwengu wa roho. Ninamaanisha ya kwamba yale ambayo tunayaona yakitokea kwenye maisha yetu ya mwilini, maisha yetu ya hapa duniani, yako connected na maisha ya ulimwengu wa roho ambayo hatuwezi kuyaishi kwa njia ya kawaida. Na either uishi kwa nguvu za giza au either yafunuliwe kwa nguvu za giza au yafunuliwe kwa nguvu ya Mungu. That's why mchawi huwezi ukamuona ingawa yupo, yeye anakuona kwa sababu ameenda katika ulimwengu wa roho. Sasa nianze kwa kusema hivi pia ya kwamba Mungu akitaka kuleta jambo ambalo litawafundisha kitu au litawaonyesha kitu au litatabiri kitu, ataleta jambo ambalo ukifuatilia aidha kwenye neno la Mungu au kwenye historia utajifunza kitu ya kwamba hiki kitu kimewahi kutokea, ili likukumbushe. Baadhi ya matukio hayo, mfano nzige wakija kwenye taifa, inawapa tahadhari ya kwamba kuna kitu hakipo sawa. Janga la njaa likija kwenye taifa ni ishara ya kwamba kuna kitu hakipo sawa. Ni sawa na vile ambavyo Mungu aliamua kuweka upinde wa mvua kukumbuka agano aliloweka na Ibrahim, na Nuhu. Kwa hiyo kuna mambo Mungu anayaruhusu kwenye maisha yetu ya kibinadamu. Lengo ni kwamba ili yatupe tahadhari, ili yatufunulie kitu fulani, maana Mungu hapendi kumstukiza mtu. Haya, kabla sijarejea kwenye taifa letu ambao yako sirini, ninaomba nirejee kwenye taifa la Marekani ili yatufundishe kitu. Ile tawa ya Marekani iliangushwa tarehe 9 mwezi wa 11 mwaka 2008. Lakini tukio kama hilo limewahi kuelezewa kwenye Biblia na likatokea kwa taifa la Israeli, na ilikuwa ni kuwaonya juu ya maisha yao na mwenendo wao, kwa kuwa walikuwa wamemuacha Mungu. Kwa ilikuwa ni tahadhari kwamba ili warudi watengeneze mbele za Mungu. Sasa Mungu anapoleta ishara kama hiyo, anaruhusu watu wachache, anawafunulia
ili wajifunze kupitia hilo, wawe wajumbe kwa watu wengine. Ndio maana hata kwenye Israeli hakukuwa na manabii wote. Mungu alikuwa anachagua manabii wachache ili wawe wajumbe kwa wengine, kama alivyomchagua Yeremia akiwa tangu mdogo. Sasa naomba nisome kitabu cha Isaya sura ya 9 mstari kuanzia wa 10 hadi wa 11 au 12, alafu then nitaendelea kuelezea. Inasema, matofali yameanguka, lakini sisi tutajenga. Nitaanzia wa 8. Bwana alimpelekea Yakobo neno, likamfikiria Israeli. Nao watu wote watajua, yaani Efraimu na yeye akaaye Samaria, wasemao kwa kiburi na kwa kujisifu nafsi zao, matofali yameanguka, lakini sisi tutajenga kwa mawe yaliyochongwa. Mikuyu imekatwa, lakini sisi tutaweka mielezi badala yake. Kwa sababu hiyo Bwana atawainua adui wa Resini juu yake, naye atawachochea adui yake, Waashuri upande wa mbele na Wafilisti upande wa nyuma, nao watamla Israeli kwa kinywa kilicho wazi. Pamoja na hayo yote, hasira yake haitageuka mbali, lakini mkono wake umenyoshwa hata sasa. Ukirejea tukio hili, andiko hili na tarehe iliyotokea, utajifunza kitu kwa mtu ambaye Mungu alimpa ujumbe kwa taifa hilo la Marekani, ambapo kulikuwa na uthibitisho wa maandiko mengi, lakini pia na historia. Baada ya hiyo tawa kuanguka, kuna kuta pia zilianguka baada ya hapo. Kwa ilikuwa ni ishara ambapo kuna watu walikuwa wamefunuliwa juu ya Marekani kwamba Mungu anawaonya wasipobadilika, kuna anguko linakuja. Ninaomba nisielezee sasa haya yanayoendelea kwenye taifa la Marekani kwa sasa. Then ninaomba nije sasa kwenye taifa la Tanzania. Hiyo jana nikiwa nimetulia, kuna sauti ikanijia ndani yangu, ikaniambia hata fulani akikabidhiwa nchi bado mambo hayatabadilika. Nikiwa ninajaribu kujiuliza kwa nini. Basi kabla sijaelezea huku, ikumbuke kwamba nakumbuka nikiwa St. Joseph Arusha, kuna wakati ambapo nilikuwa karibu sana na Mungu. Ikiwa inatokea mpaka unaweza kumwambia mtu kwamba hiki kitu kiko hivi na hivi, na akashangaa umejuaje. Ndiyo maana hata hapo chuoni niliwahi kuongoza mtihani semester fulani, niliwahi kuongoza hapo chuoni, sio kwa sababu nilikuwa nasoma sana, bali kuna mambo, yani hata darasani unafunuliwa vitu ambavyo ni zaidi ya vile mwalimu amefundisha, yani ufahamu wako unakuwa mpana. Ilitokea pia nikiwa Mkwawa, kuna baadhi ya kozi nilimwambia Mungu, semester hii naomba nipate A. Nikajikuta hata kama umetulia unaambiwa soma mahali fulani, soma kipengele fulani, na unashangaa kwenye mtihani kinakuja. Kwa hiyo kuna namna ambavyo kama mganga ambavyo anaweza kujiconnect kwenye ulimwengu wa roho, akawa anaona vitu, anaviconnect matukio fulani, anaconnect na maisha yako. Kadhalika ukiwa kwenye utulivu wa kimungu, kuna mambo Mungu atakuwa na kuonyesha na anakufunulia. Yaani kuna sauti utakuwa unaisikia, au kuna ndoto utakuwa unaziota na zinakufunulia kitu. Sasa hiyo jana niliposikia hiyo sauti, ikabidi niwe makini, maana kuna sauti unaisikia, unajua hii ni sauti ya Mungu. Maana nilikuwa siko busy, nilikuwa kwenye utulivu wa kumtafakari Mungu. Nilipokuwa ninawaza kwa nini, nikakumbushwa habari ya Daudi, ya kwamba Daudi pamoja na upako wote aliyokuwa nao, bado alipotawala nchi ilikuwa ni ngumu kwake. Njaa haiishi miaka 3. Nini? Upako aliyokuwa nao haukubadilisha hali ya nchi, na sio kwa kosa lake, bali kwa sababu kuna kitu kilikuwa kinaendelea kwenye taifa. Damu za wale Warekabi ambao walikuwa wameuawa na Sauli zilikuwa zinalitesa taifa.
Kwa hiyo hata kama angekuja kiongozi mzuri kiasi gani, mwenye upako kiasi gani, bado asingebadilisha hali ya taifa la Israeli kama chanzo cha hilo tatizo kisingekabiliwa au kisingejulikana na kushughulikiwa. Kwa ikabidi nipate muda wa utulivu. Nakumbuka hiyo sauti ilinijia, ilikuwa mchana, nimetoka shuleni kwenye mafunzo ya huduma. Usiku kwenye saa 5 hivi ndipo sasa nikaanza kufunuliwa sasa kwa nini nilisikia hiyo sauti. Ikanijia sauti na niuliza, hivi kati ya yale ambayo Rais Samia anashutumiwa aliyoyafanya, ikiwemo kuwa sababu ya mauaji ya tarehe 29 mwezi wa 10 2025, na yale ambayo Zumaridi amekuwa akiyafanya, yupi ambaye ghadhabu ya Mungu inaweza ikashuka kwa taifa la Tanzania? Yaani kwa lugha nyingine kwamba kati ya Zumaridi anayejiita Mungu wa dunia na ambaye anajiita mpaka kwamba mimi ni Mungu wenu mtake msitake, na huyu ambaye kwa makosa ya kibinadamu ambao na sisi tunaweza tukakosea, mpaka magerezani kuna watu wamefungwa kwa sababu waliua, either kwa kukusudia au kwa kukusudia, manake yote hao ni makosa ya kibinadamu. Ni yupi ambaye anaweza akaleta ghadhabu kubwa kwenye taifa la Tanzania? Hilo ilinibidi niwaze kwa jicho lingine ambalo nilikuwa sijawahi kuwaza kama taifa. Naomba nirudie tena, kati ya Zumaridi anayejiita Mungu, ambaye tumeruhusu watu waendelee kumwabudu, ambaye jana ikabidi nianze kumfuatilia kwenye YouTube channel yake, ana subscriber 69,000, ana waumini wanamuita Mungu, wanamuita Baba, wanamwabudu kama Mungu. Kati ya huyo ambaye amechukua nafasi ya Mungu na viongozi wa serikalini, hajalishi ni rais au nani, ambaye wamesababisha mauaji, ni yupi ambaye anaweza akafanya ghadhabu ya Mungu ishuke kwenye taifa la Tanzania na tupitie magumu? Bila shaka tukirejea kwenye vitabu vyetu vya dini utagundua ni heri kiongozi aliyesababisha mauaji ya tarehe 29 mwezi wa 10 2025 kuliko Zumaridi anayejiita ni Mungu. Ikabidi mpaka nirejee kwenye ni taifa gani ambalo kuna mtu anajiita Mungu. Kwa kuwa sina experience sana kwenye mtandao, nipofuatilia sikupata. Kunawezekana Tanzania tukawa ni moja ya taifa la ajabu ambapo kuna mtu ambaye anaabudiwa kama Mungu. Bora hata watu wanaojiita ni Yesu, lakini kuliko anayejiita yeye ni Mungu. Nilipokuwa naendelea kupata utulivu, unajua Mungu akikusemesha ukaendelea kumuuliza, anaendelea kukufunulia kitu. Yaani huwa ni kama mazungumzo, kama uko utulivuni rohoni. Nikawa natamani uthibitisho wa maandiko, maana neno la Mungu ndio huwa linatuongoza. Nikakumbushwa kwamba ni kipindi gani ambapo watumishi wa Mungu katika taifa la Israeli walikimbia. Nikakumbushwa ni kipindi cha Yezebeli alipokuwa anatawala, ambapo alikuwa ameingiza miungu ya kigeni. Walikuwepo manabii wa Baali wanaabudu Baali badala ya Mungu. Sasa Mungu, kwa sababu yeye alipaswa kuabudiwa kwenye taifa la Israeli, akawapiga. Ndio kipindi ambapo Israeli walipitia njaa mpaka wakajikuta wanakula mavi ya njiwa, wanakula mpaka no, sio hiyo njaa, lakini walijikuta kwamba wanakula kuna kipindi ambapo Israeli walipitia njaa ambapo walikuwa wanakula mavi ya njiwa, vichwa vya punda. Lakini kipindi cha Yezebeli ambapo alikuwa ameinua mungu mgeni Baali,
Ndio kipindi ambapo Israeli walipitia miaka mitatu ya njaa ya ukame, lakini ndio kipindi ambapo mtumishi mkubwa kama Eliya alikimbia kujificha, maana alikuwa anatafutwa. Ndio kipindi ambapo watumishi wengi walikimbia pia. Tunaona Obadia aliwaficha watumishi wa Mungu 100. Ndio kipindi ambapo kwenye historia ya Israeli ndio kipindi pekee ambapo watumishi wengi wa Mungu ilibidi wakimbie. Sasa nikalinganisha na kwenye taifa la Tanzania ambacho kimetokea, ni kipindi ambapo watumishi wengi Tanzania, watumishi wa Mungu wamekimbia nchi, na hata ambao wamebaki bado hawana uhuru wa kuhubiri injili ya kweli kama ambavyo imeagizwa. Kwa hiyo kama ambavyo Marekani kuna jambo lilitokea na likawa connected na neno la Mungu ili liwasaidie kuleta ujumbe, kadhalika na sisi Mungu ameruhusu baadhi ya mambo yatokee ambayo ukifunuliwa kwenye ulimwengu wa roho ukarejea kwenye maandiko yanakukumbusha ya kwamba kuna jambo hili ni moja ya sababu. Unajua majanga yanapokuja kwenye taifa yanakuwa na sababu mengi, lakini kuna kitu Mungu anaamua kuwaonyesha, yamkini hicho ndo moja ya sababu kuu. Kwa hiyo wito wangu kama taifa leo, Zumaridi akifa ana waumini wangapi? Hawa waumini watabaki kama nani? Wataendelea kuamini nini? Watakuwa na impact gani kwenye taifa? Haya, tarehe 8 mwezi wa kwanza mwaka huu 2026 wameadhimisha sherehe happy birthday ya Stephen Kanumba kama baba wa dunia. Haya mambo yanaendelea kwenye taifa, lakini kwa jicho la kawaida yamkini hatukuwahi kuyawaza kwamba yanaweza kuleta ghadhabu ya Mungu. Lakini kiuhalisia kabisa, kama unajua historia, ukilinganisha kwenye historia, kwenye maandiko yetu, kwa habari ya pale ambapo miungu migeni ilikuwa inainuka kwenye taifa ambalo Mungu anataka abudiwe, kuna mambo yalikuwa hayaendi sawa. Haya, kitu kingine ambacho nilianza nikakumbushwa kwenye kitabu sikumbuki vizuri, lakini inasema mpaka nirejee, lakini nianze na kile kitabu ambacho cha Wafalme wa Pili sura ya 18 mstari wa 16, ambapo Israeli walipomtenda Mungu dhambi, Mungu aliruhusu hazina ya dhahabu iondolewe hekaluni mfalme aliyekuja kuwavamia. Leo ukiona hilo tukio la taifa la Tanzania kuuza hazina ya dhahabu, inaweza kuwa la kawaida kwenye ulimwengu wa mwili, lakini kwenye ulimwengu wa roho linaweza ikawa linamaanisha kitu, kwa sababu dhahabu kwenye ulimwengu wa roho inamaanisha thamani. Kwa maana yake, kama tunaweza tukagusa hazina ya taifa, hata kama ingekuwa ndogo kiasi gani, maadamu imeitwa hazina ya taifa, maanake inawakilisha kitu kwenye ulimwengu wa roho. Maanake Mungu anataka muitazame kwa jicho la pili hicho kitendo kama ishara. Haya, lakini pia mauaji yaliyotokea tarehe 29, ambapo baada ya hapo serikali ikataka ilazimisha, yani maisha yaendelee tu, ni ishara kwenye ulimwengu wa roho, ambapo kuna kitabu jaribu kukikumbuka kwa haraka kinachosema, Bwana atawaletea wanadamu dhiki kuu, wataenda kama vipofu kwa sababu wamemtenda Mungu dhambi. Anasema damu zao zitamwagwa kama maji na nyama zao kama kama mavi. Ukikumbuka hili andiko linaelezea manake kwamba damu za watu zitaonekana tu kama kawaida, zitamwagwa tu kawaida kama maji, lakini pia watu kuuawa, miili ya watu itaonekana tu kama mavi, manake haina thamani. Kwa unaona kabisa kwamba kuna matukio Mungu ameyaruhusu yatokee
ili atukumbushe kama taifa ya kwamba kuna zaidi ya hicho kinachoendelea, na moja ya wapo ni hiki ambacho Mungu ameona mzigo wangu ambao nimekuwa nao kwenye taifa, na najua wapo wengi ambao pia wana mzigo. Ni wito wangu watumishi wa Mungu na viongozi serikalini, ninaomba mfuatilie hili jambo kwa habari ya mtu kuabudiwa kama Mungu na sisi tukiwa tumenyamaza. Ujue hii dunia haijajiumba. Hata kama watu wote hatuwezi tukaamini kama kuna Mungu, lakini ile tu kwamba hakuna mtu amewahi kuiumba dunia ya kwake, maanake kuna aliyeiumba. Na kama tuna historia kwamba kuna taifa huwa limewahi kupigwa kwa sababu walibadilisha Mungu wa kumwabudu, basi na sisi itoshe kutukumbusha. Naomba nikomee kwa hii clip, lakini pia nitaisummarize, maana kuna wengine hawezi kusikiliza mpaka mwisho. Ila ni wito wangu, viongozi ambao mna nafasi ya kufuatilia mambo ya dini, mkishirikiana na viongozi wa dini, fuatilieni hili jambo. Hakuna kitu kibaya kama ghadhabu ya Mungu kuwaka kwa sababu kuna mtu anaabudiwa kama Mungu. Meli ya Titanic ilizama kwa sababu aliyeiunda alimkufuru Mungu. Na kuna mambo mengine mnajua ambayo yamewatokea watu binafsi baada ya kumkufuru Mungu. Sasa anapotokea mtu anajiita yeye ni Mungu wenu, hata hiyo tarehe 8 mwezi wa kwanza 2026 alisema mimi ndo Mungu wenu, mnao comment mtandaoni mimi ndo Mungu wenu, lazima msujudu. Hiyo sauti inaongea, nyuma yake kuna mamlaka. Na Mungu anapoona wenye haki wamenyamaza, anaruhusu ghadhabu kama inavyosema kwenye Ezekiel. Mungu uliye hai, uwezaye kutufunulia mambo ya rohoni ili tujue chanzo kama ulivyomfunulia Daudi chanzo cha njaa. Ninatubu kwa ajili ya taifa la Tanzania, kwa sababu tumeruhusu Bwana mtu ambaye ni binadamu tu aendelee kuabudiwa na Watanzania wenzetu kama Mungu, na sisi tukiwa tumenyamaza. Utusamehe Bwana, utusamehe mno. Ninaomba Bwana, inua watu ambao watapata wivu juu yako, kama ulivyomwinua Elia aliyepata wivu juu yako, akasimama kuangusha madhabahu ya Baali, ili wewe Mungu uisamehe nchi ya Israeli. Na sasa Bwana, kwa muda mrefu umenyamaza kimya, yamkini kwa sababu hatukukutafuta, lakini umeendelea kutufunulia baadhi ya mambo ambayo hatukuwahi kuyawaza kama yanaweza kuleta laana na pigo kwenye taifa letu la Tanzania. Mungu, naomba utusamehe. Daudi alipitia njaa ambayo inawezekana angelaumiwa kama kiongozi, lakini kumbe chanzo cha njaa ilikuwa ni Sauli. Kadhalika kuna viongozi wanaweza kupitia changamoto na tukawalaumu, lakini pia pamoja na kwamba wamekosea, lakini kuna nguvu pia ambayo inaleta huu uharibifu. Mungu tusamehe. Ninaomba Bwana usijilipize kisasi juu ya taifa. Tusamehe, tupe nafasi ya kutengeneza na kukurudishia heshima yako kwenye taifa la Tanzania. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Nisaidie kushare huu ujumbe kwa viongozi ambao wana nafasi ya kulishughulikia hili jambo, lakini pia watumishi wa Mungu, maana hili ni jambo la kiroho. Amesajiliwa chini ya kanisa gani? Chini ya imani gani? Na huo usajili kwa hiyo imani, je, pamoja na kwamba taifa la Tanzania halina limeruhusu imani, lakini je, kila imani tunaweza tukaiamini? Hata kama ikija imani ya kutoa kafara ya watu, manake pamoja na uhuru wa kuabudu, bado kuna mipaka ambayo inadhibiti imani zetu. Ndiyo maana hatuwezi kuleta ibada ya kuua watu tukaita nao ni dini. Kwa hiyo pamoja na uhuru wetu, bado kuna mambo tunaweza tukashughulikia kama taifa kwa kuunganisha viongozi wa dini na walioko serikalini. Mungu atusaidie. Amen.